kuwa kamwe taifa halitakubali kuendelea kwa magenge kwenye mikutano na pia siasa, akiwaonya wale ambao wanatumia wahuni kuwa kamwe hawatasazwa. Katika kaunti ya Machakos ambapo alipofungua afisi ya usajili wa ardhi, Kindiki alisisitiza kuwa wapo tayari kupambana na wahuni na kuwa wahusika wakuu watachukuliwa hatua za kisheria, basi na ubaguzi uwe kwenye serikali au nje ya serikali, akisema wahuni wanatishia usalama wakati tunapoelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027, huku pia akilaani ufisadi ambao unashuhudiwa, akisema kuwa unatatiza maendeleo ya taifa, akiwataka maafisa wa serikali kuridhika na afisi walizonazo. 1 term, iko 2 term, iko 4 term, iko long term. Sasa kila mtu ako na haki, haijalishi, lakini mambo ya kuvuruga amani ya taifa we cannot allow. Na nirudie ndio mnisikie, na naongea nikiwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, na nikiwa nimepata ushauri wa rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni kiongozi wetu. Hakuna mtu wa rangi yoyote, dini yoyote, kabila yoyote, jinsia yoyote, umri wowote, siasa yoyote atakubaliwa kuvuruga amani ya taifa akijisingizia ya kwamba anafanya siasa. Wale wanaunga mkono serikali, wale wanaunga mkono upinzani, mjiepushe na kuvuruga amani ya taifa, kwa sababu hatutakubali kama serikali taifa letu livunjike vipande kwa sababu ya mambo ya kujifanya ati ni siasa tunafanya.